Nina wasalimu wapenzi watazamaji popote mlipo, hamjambo. Karibu ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni Bwana Ezra. Kila ambacho na waomba, endapo kuna mwenye ananipata kwa mara ya kwanza, pigeni subscription, bonyeza kengele, kwa sababu hiyo ndiyo njia moja ya kuweza kukuza hichi kituo. Samia Suluhu, rais batili wa Tanzania, inaonekana kwamba ameweza kuogopa maandamano ya vuguvugu la vijana wa Gen Z yatakayofanyika mnamo tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025, siku ambayo vilevile Tanzania itakuwa inasherehekea siku tangia walipojipatia uhuru kutoka kwa mkoloni. Kwa hivyo Samia ameamua kutumia vyombo vya dola ili kuwatishia vijana wasije wakaandamana. Kwa sababu gani? Huenda akaondolewa mamlakani. Namba 2, huenda akamulikwa na taasisi mbalimbali za rubaa za kimataifa jinsi ambavyo atakuwa nakabiliana na maandamano hayo ya kutaka kumuondoa mamlakani. Kwa hivyo hii leo, siku ya Alhamisi tarehe 13 mwezi wa Novemba mwaka 2025, idara ya polisi Tanzania, jeshi la polisi Tanzania, liliweza kuwaita wanasheria wa Tanzania na kuwahoji kuhusiana na kile ambacho wanakijua kuhusu maandamano ambayo yatakuja. Sasa rais wa wanasheria Tanzania Boniface Mwabukusi pamoja na mwingine waliweza kuitwa, wakafika kwenye kituo mahala ambapo waliweza kualikwa, wakaulizwa kile ambacho wanakijua kuhusiana na maandamano ya tarehe 9. Kumaanisha serikali imekwisha pata ujumbe kwamba kuna maandamano yanapikwa, yanakuja. Sasa wanataka kutumia kila mbinu kuzima hayo maandamano. Hii ndio barua ambayo iliweza kutolewa baada ya Boniface Mwabukusi kufanya mahojiano na maafisa wa polisi ambao waliweza kumuita. Jinsi ambavyo unaona hapo, hiyo barua ikaweza kusomeka kwamba: taarifa kwa umma, Tanganyika Law Society, mnamo Novemba tarehe 12 mwaka 2025, wakili mwandamizi Mpale Kaba Mpoki alipokea wito kutoka kwa mkuu wa upelelezi wa wilaya ya kipolisi Kawe. Wito huo ulimtaka afike leo asubuhi Novemba tarehe 13 mwaka 2025 Novemba katika kituo cha polisi cha Mbweni. Wakili Mpoki aliongozana na mawakili wake ambao ni rais wa Tanganyika Law Society Boniface Mwabukusi, Dr. Rugemelaza Inshallah, Paul Kisabo kutoka THRDC pamoja naye Frederick Msaki. Baada ya kufika kituo cha polisi Mbweni, mkuu wa upelelezi alieleza kuwa wakili Mpoki anahitajika katika kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam kwa kamanda wa upelelezi wa kanda ya Dar es Salaam. Hivyo tuliondoka na kuelekea kituo kikuu cha polisi Dar es Salaam. Baada ya kufika na kuonana na kamanda wa upelelezi
wa kanda ya Dar es Salaam alishukuru kuwaona wakili Mwabukusi naye wakili Mpoki, kwani wote walikuwa wanahitajika kwa kuwa alikuwa na taarifa za Mpoki na Mwabukusi kuhusu kuhusika katika kuhamasisha maandamano ya Disemba tarehe 9 mwaka 2025 kwa lengo la kuvunja muungano. Hivyo alitaka kupata ufafanuzi kuhusu taarifa hizo, ambapo baada ya mazungumzo ya kina na ya ufafanuzi, kamanda upelelezi wa kanda ya Dar es Salaam aliwaruhusu kuondoka bila masharti yoyote. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, jinsi ambavyo unaona hapo walipofika kwenye, ama jinsi ambavyo unasikia walipofika kwenye afisi ya kamanda wa upelelezi eneo la Dar es Salaam, aliwaeleza mawakili Boniface Mwabukusi kwamba alikuwa na taarifa zao. Aliwauliza wanajua nini kuhusu maandamano ya tarehe 9, kwa sababu kulingana na huyu kamanda anasema kwamba Boniface Mwabukusi ambaye ni rais wa mawakili anahamasisha vijana wa Tanzania kuweza kuandamana. Anawachochea, kulingana na maafisa wa polisi wanasema kwamba anachochea vijana kuweza kuandamana na anachochea Tanganyika iweze kuondoka ndani ya Tanzania. Unajua wengi wa Watanzania au ukipenda wengi wa vijana ndani ya Tanzania wamekuwa wakisema kwamba wanataka Tanganyika huru. Wanataka Tanganyika ambayo itakuwa na rais wao, vile vile ambayo itakuwa na naibu rais au ukipenda makamu wa rais wao na bunge lao kama vile Zanzibari. Kama mnakumbuka hivi majuzi huyu rais wa mawakili bwana Boniface Mwabukusi aliweza kutoa masharti kuelekea kwake Samia Suluhu, kama anataka mazungumzo ya maridhiano aweze kutekeleza baadhi ya masharti, na mojawapo ya masharti ambayo Boniface Mwabukusi mwenye aliweza kuitwa na kamanda wa polisi aliweza kumpea lilikuwa ni kwamba Tanganyika iweze kujiondoa ndani ya muungano wa Tanzania. Tanganyika ikuwe na rais wao, ikuwe na makamu wa rais wao, ikuwe na bunge lao, ikuwe na serikali yao. Sasa kutokana na hiyo wakamuita aende kuandikisha taarifa. Wakasema kwamba anahamasisha maandamano Tanzania, anachochea vijana wa Tanzania kuweza kuandamana. Inaonekana kwamba ndiyo serikali imetetemeka kuhusiana na maandamano ambayo yatakuja, kwa sababu vijana walisema kwamba maandamano haya hayataisha, yataisha pale ambapo Samia Suluhu, kamanda wa polisi pamoja na mkuu wa wanajeshi Tanzania atakapoondoka. Sasa serikali badala ya kuweza kujiuzulu mamlakani jinsi ambavyo vijana hawa waliweza kutaka, wameweza kuwaita hawa viongozi wa Tanganyika Law Society, Boniface Mwabukusi na kikundi chake kuenda kuwauliza maswali. Hii inaashiria nini mpenzi mtazamaji? Number 1, serikali imepata ujumbe kuna maandamano. Na nielewa, na wanataka kutumia vitisho ili kuweza kuzima maandamano hayo. Number 2, serikali hii inataka kuweza kuhakikisha kwamba wanazima maandamano haya. Number 3, wanataka kukamata wale ambao wanaonekana kwamba wako mstari wa mbele kuweza kuhamasisha maandamano yatendeke. Wazo lako ni lipi?